Kwa niaba ya Waziri wa Maji, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Moses Ludovico Kaigere, mbunge wa jimbo la Nkasi Kusini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, dhamira ya serikali ni kuhakikisha wananchi wote nchini wanafikiwa na huduma ya maji safi na salama kufikia mwaka 2030, wakiwemo wananchi waishio katika kata za Mwampembe na Kizumbi wilayani Nkasi mkoani Rukwa. Mheshimiwa Naibu Spika, awali mradi wa kata ya Mwampembe na Kizumbi ulipangwa kutekelezwa na serikali kwa kushirikiana na shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa USAID kupitia mradi wa programu ya maji na usafi wa mazingira MAM, ambapo baadhi ya miundombinu iliyopangwa kujengwa ni pamoja na matenki 4 yenye jumla ya ujazo wa lita 405,500, ujenzi wa vituo 39 vya kuchotea maji sanjari na ulazaji wa mabomba umbali wa kilomita 43. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sasa serikali inaendelea kutafuta fedha zaidi ya shilingi bilioni 2.7 kwa ajili ya kuanza utekelezaji wa mradi huo kutokana na shirika la USAID kusitisha misaada ya maendeleo. Mradi huo unalenga kuhudumia zaidi ya wananchi 20,939 waishio katika vijiji 6 vya Mwampembe, Mwinzana, Kizumbi, Rupala, Ng'anga pamoja na Katenge. Mheshimiwa Moses Ludovico Kaigere, swali la nyongeza. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kunipa nafasi ya kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, kata ya Mwampembe kwa muda mrefu sana, ambao kimsingi ndio makao makuu ya tarafa ya Mwampembe, imekuwa haina maji safi na salama. Na serikali ilishawahi kuchimba visima viwili ambavyo hadi sasa bika. Sasa nataka kujua ni ipi kauli ya serikali juu ya ukarabati wa visima hivi kwa dharura ili viweze kutoa maji safi na salama na kuwahudumia wananchi wa tarafa ya Mwampembe na hasa kijiji cha Mwampembe. Swali langu la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Naibu Waziri, ni kweli kwamba tarafa ya Mwampembe ina changamoto kubwa sana ya maji, na wenzetu wa RUWASA nao wamekuwa wakipata changamoto kubwa sana kwenda kutembelea miradi ya maji ya Mwampembe kwa sababu ya jiografia ya tarafa ya Mwampembe na hususan kwenye kata hizo mbili. Je, Mheshimiwa Naibu Waziri, utakuwa tayari kuambatana nami mwezi wa 7 ili kwenda kuangalia jiografia ya kata ya Mwampembe, ya tarafa ya Mwampembe, na kuona namna ambavyo unaweza kutatua changamoto ya watumishi hawa wa RUWASA ili waweze kufikia miradi yao ambayo inaendelea mingine na ambayo itaendelea kwa ajili ya kuisimamia vizuri? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu ya maswali ya nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Moses Kaigere, mbunge wa Nkasi Kusini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Kaigere na kumpongeza kwa kazi kubwa na nzuri ambayo anaendelea kuifanya katika jimbo lake la Nkasi Kusini na kwa kufuatilia miradi ya maendeleo ndani ya jimbo lake kwa ukaribu sana. Lakini pia kwa kuendelea kutoa taarifa ya hali halisi ya upatikanaji wa huduma ya maji ndani ya jimbo lake. Mheshimiwa Naibu Spika, nianze na swali la pili. Serikali dhamira yake ni kuendelea kuwasikiliza wananchi kupitia sauti ya wabunge. Hivyo niko tayari kuambatana na Mheshimiwa mbunge wa Nkasi Kusini ili kwenda kutimiza adhima ya kujionea hali halisi ya miundombinu na jiografia jinsi ilivyokaa. Mheshimiwa Naibu Spika, swali la kwanza ambalo Mheshimiwa mbunge ameongelea kuhusu visima na ukarabati wa baadhi ya miradi ambayo inaendelea. Ni kweli kabisa serikali ilipanga kufanya baadhi ya ukarabati katika maeneo ya Kirando, Kuni pamoja na Mkinga ambayo tulitenga takriban milioni 103, lakini mpaka sasa nikiri kwamba hilo hatujaweza kulifanya, na pamoja na visima ambavyo Mheshimiwa mbunge ameviongelea ni visima ambavyo vina manufaa makubwa sana katika jimbo la Nkasi Kusini. Lakini nimwambie jambo moja, serikali tumepanga kufanya mambo yafuatayo. Kwanza kabisa, tofauti na kukarabati hii miradi, tumeamua kwanza tumalizie miradi inayoendelea. Mradi wa Isale, mradi wa Kipili, mradi wa Kolongwe. Hii ni miradi ambayo tunahitaji tuikamilishe ili wananchi waanze kupata huduma ya maji safi na salama. Lakini pia tunafahamu kwamba Mheshimiwa mbunge kilio chake
ni katika vile vijiji 11 katika mwambao wa Ziwa Tanganyika. Tunafahamu kuna vijiji karibia 11, lakini serikali tayari tumeshapata mkandarasi wa kuanza kutekeleza katika vijiji 4, vijiji vya Izinga, Kala, Kasanga pamoja na Msamba. Kwa hiyo tunaamini kwamba hivi vyote tukishakamilisha, sasa tunahamishia nguvu katika maeneo ambayo yanahitaji ukarabati na pamoja na visima ambavyo Mheshimiwa Mbunge amevigusia, ambavyo hata jana tu ameviongelea hivi visima, lakini nakuhakikishia kwamba Mheshimiwa Mbunge tunaenda kuvifanyia kazi kwa sababu ndio dhamira ya serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika.